Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nyingine Bwana ametujalia kuiona siku yetu ya 6 ndani ya siku 10 za maombi, na imani Bwana anazidi kuzungumza nasi, Bwana anazidi kutuandaa, na pia mahitaji yetu yanazidi kuwekwa chini ya ulinzi wake, ili kwamba tukafunguliwe katika safari ya maisha haya. Ombi langu ni kwamba tunapokuwa katika siku hizi 10 za maombi, Bwana akatufungulie yale ambao tunaleta miguuni pake siku baada ya nyingine. Bwana akatufungulie ili tuweze kupata fursa ya kuitwa wana na binti katika maisha mapya ya imani. Kwa hivyo siku ya leo ni siku yetu ya 6, na kwenye siku yetu ya 6 kuna jambo ambalo pia nahitaji tujifundishe, ambalo ni kusimama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na umfuate kwa utimilivu. Kwa hivyo kuna mambo matatu ambayo pia unafaa usimame uyajue. Kama Mkristo unafaa kusimama, not only kusimama but usimame katika ujasiri, not only katika ujasiri lakini kwa ajili ya Kristo, not only katika kwa ajili ya Kristo lakini pia katika kumfuata kwa utimilivu. Hebu na tuombe. Baba yetu unayetupenda, ni asubuhi nyingine ambao umetujalia tunapojifundisha namna ya kusimama imara katika neno lako, bali kutuongoza siku ya leo. Tufanikishe kwa yote, na kwenye maombi haya siku 10 Bwana ukubali kusikiliza yaliyo mioyoni mwetu. Baba, kubali kuanza pamoja nasi katika Kristo tumeomba na tutakuamini. Amen. Kwa hivyo tunaposema kusimama, it means kwamba ni mtu ambaye hawezi kuyumba, ni mtu ambaye hawezi kutishwa, ni mtu ambaye hawezi kushtuka, ni mtu ambaye amesimama katika ujasiri. Na kusimama katika ujasiri huo ni kwa sababu ya mtu ambaye umempata, na huyu ambaye umempata ni nani? Ni Yesu Kristo. Kristo atakapoingia kwa maisha yako, umpate Kristo kama rafiki wa maisha yako, na zaidi ya yote pia Roho Mtakatifu hakujaze na kuhakikisha kwamba hawezi kosa kusimama imara. Kumfuata Kristo si jambo la maneno tu, bali ni maamuzi ya maisha. Ili uweze kumfuata Kristo, si jambo tu la kusema mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana, ni Mwokozi wa maisha yangu. Hapana, ni jambo la maamuzi, ni jambo ambalo unalifanya la maamuzi ya maisha. Unafanya jambo ambalo ni la maisha yako yote, kwamba mimi nimejisalimisha mikononi mwa Mungu. Ninapojisalimisha mikononi mwa Mungu, hakika nitasimama imara, kuwe ni mchana, kuwe ni usiku, iwe ni wakati wowote ile, iwe ni dhoruba imevuma, mawimbi yamevuma, umeweka imani yako ndani ya Yesu Kristo. That is what we mean kusimama imara. Jambo lingine ambalo pia unafaa ujifundishe ni kwamba Biblia inatuonyesha kuwa wale waliomfuata Kristo kwa utimilivu walilazimika kusimama imara hata walipopitia vitisho, wakapitia mateso, wakapitia hatari kubwa sana. In fact, wanafunzi wa Yesu Kristo waliomfuata Kristo na waliosimama imara katika safari ya matumaini na kwenye safari imani yao waliyapitia mateso makali. Stefano alipiwa mawe lakini alisimama imara. Paulo waliyapitia magumu mpaka wakafungiwa gerezani, alisimama imara. Petero alisulubishwa lakini alisimama imara. Je, wewe unaweza kusimama imara na kumtetea Kristo hata wakati ambapo umeona kuna kaburi mbele yako? Je, unaweza kusimama imara ukamtetea Kristo wakati ambapo maisha yako hayaendi? Je, unaweza kusimama imara hata wakati ambapo maisha yamekufinya mpaka umefika mlango wa mwisho kwenye maisha haya? Unaweza kusimama. Na je, unaweza kumtetea Kristo hata wakati ambapo unaona kwamba hamna matumaini ya kesho? Maana unagundua kwamba hao wote tunaowasoma mashujaa wa imani katika Waebrania 11 ni watu walioteseka, ni watu waliojikana nafsi zao kwa sababu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nawe pia, ujasiri wa Kristo hauzaliwi na nguvu za kibinadamu, bali utokana na Roho Mtakatifu. Ili uweze kupata ujasiri kama wanafunzi wa Yesu Kristo, lazima uombe upako wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakapokushukia awe rafiki wa maisha yako, I want to tell you for free, hakika hautayaogopa, maana unajua kwamba wewe si mrithi wa maisha haya, bali wewe ni mrithi wa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na pia uweze kusimama, ili uweze kusimama imara, lazima uwe kwenye maombi, lazima umtii Mungu kikamilifu. Usipofanya hivyo, jambo hili hauwezi. Kwa sababu gani? Haujampata Kristo, rafiki wa kipekee kwa maisha yako. Na zaidi ya yote pia, ujasiri huu unaanza katika maombi.
lazima ujikite kwenye maombi. Kwa maana mwimbaji anatuambia wimbo 135, saa heri ya sala. Unapokuwa na saa heri, masaa mazuri matakatifu, when you talk to your God, when you go in your personal communication with your God, yani unaenda na connection yako na Mungu wako, unakaa chini, unazungumza naye kama rafiki, kama mzazi wako, unazungumza naye. Utakapojenga uhusiano wako na Mwenyezi Mungu wako, I want to tell you for free, utapata kwamba umesimama imara, kwa sababu you know who you believe in. Ujasiri huanza katika maombi, ushirikiano katika ushirika katika Mungu, na pia ushirika wetu wa maombi na pia wa kusoma neno lake. Kwa hivyo hakuna ushuhuda wa kweli bila maisha ya siri na Mungu. Hawezi kuwa na ushuhuda kumhusu Kristo kama haujawa na siri na Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo bila yangu ni kwamba tuweze kuwa na siri na Mwenyezi Mungu, tuweze kuwa na personal experience with this God. Utakapokuwa na personal experience na Mungu wako, utakapomwelewa Mungu huyu, hakika utaweza kusimama imara na utaweza kuwa mjasiri. Kwa sababu gani? Unamwamini Kristo alikufa akafufuka, na baada ya kufufuka yupo kwenye utukufu wa mbingu na anazidi kutuombea kwenye kiti cha rehema. Jambo lingine ambalo pia unafaa ujue ni kwamba kusimama imara kunahitaji kujikana kibinafsi. Ili uweze kusimama imara na kumtetea Yesu Kristo na kuwa mjasiri kwenye safari ya maisha haya, lazima ukane ubinafsi. Utakapojikana binafsi yako yenyewe, uikane nafsi yako, useme kwamba si mimi nayeishi, ni Kristo anayeishi. I want to tell you for free, you can stand. Hata wakati ambapo watakukejeli, hata wakati ambapo watakucheka, hata wakati ambapo utayapitia magumu, you can stand and testify that I'll trust Lord no matter the circumstances. I'll trust God no matter the outcomes of this life. Nitabaki kusimama imara na kuwa mjasiri katika Kristo, kwa sababu ninajua alichokitenda na ninajua atakachokitenda katika safari ya maisha yangu. Kuna watu ambao tunapowasoma, wengi waliopitia magumu lakini waliweza kusimama imara, na kupitia kwa historia yao tunajifundisha nasi pia tunaweza kusimama. Unaposoma Danieli 6:10 hadi 23 unagundua kwamba Danieli aliendelea kuomba baada ya sheria kuwekwa kwamba hakuna atakayeomba, hamfai kuomba. Danieli alifunga malango yake yakaangalia Yerusalemu, akawa anaomba mpaka akashtakiwa kwa sababu ya kuomba, lakini hakufa moyo. Na matukio ya Danieli tunagundua kwamba Danieli alirushwa kwenye tundu la simba, na aliporushwa kwenye shimo lile la simba pale, Danieli hakuogopa, aliendelea kufurahi kwa sababu anajua who he prays, he knows who he worships. Do you know your creator? Unamjua unayemwabudu kweli, unamjua unayemtumikia. He is very powerful. Anaweza kukutetea hata wakati ambapo the world cannot fight for you. Mungu wa Danieli akasimama na akamtetea katika midomo ya simba, akaifunga, na mwisho wa siku ushindi ukaonekana. Nasi pia tunaweza kumtetea Mungu hata wakati ambapo hali inakataa. Jambo lingine ambalo pia unafaa ujifundishe kutoka kwao, watu waliosimama majasiri, watu waliokuwa wanamfuata Kristo kwa kujikana nafsi zao, ni Shadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego walisimama imara hata wakati ambapo wameambiwa kwamba Shadrach, hamwezi isujudia sanamu iliyo mbele yenu. Wakasema hatuwezi mfalme, let it be known. Unaposoma Danieli 3:16 hadi 18 pale unagundua kwamba Danieli walisema let it be known unto you, O king, we will not bow down. Na walipowekwa kwenye tanuru ya moto, mtu wa kwanza kushuhudia ukuu wa Mwenyezi Mungu ni mfalme. Anasema na tuliwarusha watu watatu kwenye tanuru la moto. Inawezekanaje kwamba tunaona mtu wa nne na wa nne anaonekana kama mwana wa nani? Mwana wa Mwenyezi Mungu. That means kwamba tunaweza kushuhudia hata katika kifo. Kwa hivyo nawe pia kama Shadrach, Meshach na Abednego walishuhudia katika kifo, na imani pia nasi tunaweza kushuhudia ukuu wa Yesu Kristo iwapo tutasimama kuwa jasiri na pia tutafuata Kristo katika ukamilifu na utimilifu wetu wote. Jambo lingine ambalo pia unafaa ujifundishe, mwangalia Ayubu. Ayubu 1, Ayubu 2, unagundua kwamba Ayubu watoto wake walikufa, mifugo yake ikafa, vitu vyake vyote vikafa, lakini Ayubu alisema kwamba ninajua mtetezi wangu yu hai na siku moja atasimama. Na for sure
Mungu wa Ayubu alisimama na akamuinua. The same God of Ayubu is the same God we are praying and worshiping today. Hata sisi kwenye mateso yetu, hata sisi kwenye magumu tunayoyapitia, Bwana anaweza kutupigania. Unaweza kuwa umepitia magumu ya magonjwa, unaweza kuwa umepitia magumu ya kujikana, ya kukana watu wamekukana, unaweza kuwa umepitia magumu ya namna gani. I want to tell you for free, God can fight for you and God can uplift you to the level that he needs you to be. Usiogope kusimama imara, kwa sababu tunayemtumikia ni Mungu wa kipekee. Kwa hivyo katika somo letu la siku ya leo, tuwe wajasiri, tusimame imara hata wakati ambapo haujui kilicho mbele yako. Simama imara, kuwa mjasiri na Bwana atatupigania. Tunapoenda kwenye maombi yetu, watu wawili watatu samahani, na imani kwamba Bwana atatujibu maombi yetu. Zungumza, mwambie Bwana kile ambacho unahitaji akutendee kwa maisha yako, na anapokutendea jambo hilo, kuwa mtu wa kushukuru na usiyumbe kwa sababu ya mawimbi ya maisha haya. Hapana, simama kama Daniel, simama kama Shadraka, Meshaki, Abednego, simama kama Esther, simama kama Paulo, alikuwa gerezani lakini alifanya kazi ya Bwana. Simama kama Ayubu, simama kama Yona, simama kama Yohana. Yohana alirushwa kwenye mafuta yanayochemshwa, akachemshwa, lakini alisimama imara na Mungu akampigania. Kwa sababu gani? Kuwa na ujasiri katika Kristo, hakika utakuwa mshindi katika maisha haya yote. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, mwambie Mungu hitaji lako, Bwana atakupigania, na usiogope, simama imara. Bwana, kama ni school fees inakupa stress, mwambie Mungu. Kama ni magonjwa, mwambie Mungu. Yale yanayokutisha, mwambie nani? Mwambie Mungu, naye atakusikiliza na atakujibu maombi yako. Kwa hivyo tuchukue muda tuweze kuomba. Na tuombe. Baba yetu Mungu naye tupenda, rafiki uliye karibu nasi, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi njema ambao umetujalia. Ni siku ambayo umetupatia tuweze kuzungumza neno lako. Ni siku ambayo umetufundisha namna ya kuwa majasiri katika kazi yako na kuwa majasiri katika neno lako na kusimama imara pamoja na mawimbi ya maisha haya, pamoja na mitego ambayo shetani ameiandaa kutuangamiza. Umetuahidi uzima wa milele. Basi tupatie ujasiri hadi mwisho wa maisha haya, ili yoyote asije akapotea kwa sababu ya kutojua, ili kwa sababu amekosa kutii. Baba, tunaomba utupatie utimilifu kwa maisha yetu. Watoto wako wakubwa kwa wadogo, tumeingia katika maombi. Kila mmoja ameleta maombi yake ya kipekee. Unayajua, unamfahamu, unajua hitaji lake, ulivyowapigania washindi wa imani. Nasi pia asubuhi ya leo tupiganie walio wagonjwa, tunawaombea. Wanaopitia changamoto za maisha haya tunawaombea. Wanaoteseka katika maisha haya tunawaombea. Bwana wa amani, kubali kusikiliza maombi ya watoto wako. Kuna wale ambao hali haziendi kwa maisha yao, uchumi umekuwa mgumu kwa maisha yao. Bwana, ulivyowapigania wana wa Israeli, nasi pia tuna imani utatupigania katika safari ya maisha haya. Tupatie ujasiri katika mioyo yetu, tufunge na mkanda wa imani, ili kwamba tunapopitia magumu, tunapopitia mateso, tusije tukaogope, bali tusimame tukijua kwamba wewe ndiye nanga wa maisha ya kila mmoja wetu. Shughuli ya leo tunapoondoka kwenye shughuli zetu, tunaomba utufungulie njia. Kuna wale hawajui mbele wala nyuma, lakini Bwana, nina imani kwamba utakaposimama nasi palipo na ugumu, Bwana utanyoosha mapito yetu. Palipo na kazi ngumu na nzito ya imani, Bwana utatusimamisha tukaipite, na jina lako litukuzwe milele. Tunapokuwa ndani ya siku hizi 10 za maombi, tunaomba kwa njia ya kipekee usungumze nasi, utuandae mioyoni mwetu na ukutane na mahitaji yetu, na mwisho wa siku hizi 10, Baba, ushuhuda ukawe katika maisha ya kila mmoja wetu. Tenda jambo kwa maisha ya kila mmoja wetu. Ni katika Kristo tumeomba na atakuamini. Amen. Bwana tubariki tunapoenda katika shughuli zetu, na hadi siku ya kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mungu awe nasi.